Yesu asifiwe. Basi tunashukuru tena Mwenyezi Mungu kwa nafasi ametupatia. Tunaendelea na shule yetu ya Rabuni School of Ministry, na tuko mwezi ya mwisho ya shule yetu. Tunamaliza mwezi wa 3 na mwezi wa 4 watu wanaenda kufanya graduation. Na kwa sababu tuko mwisho, last month, mwisho ya mwezi ya shule, kwa hiyo pia tunaanza na somo mpya. Tunaenda kujifunza kuhusu somo inaitwa eschatology. Kwa English, kwa French inaitwa eschatology. Na somo hii tutaiongelea kwa mapana katika sehemu karibu 5 kubwa. Maana ya kwa tutaenda kuongelea maana ya kwanza, na ndio tunaanza leo. Tunataka kuongelea kuhusu maana ya neno eschatology. Na pointi ya pili tutaongelea kuhusu barua kwa kanisa 7 la Asia. Hiyo ndio pointi ya kwanza, na ya pili tutaanza kuongea kwa hayo. Na pasipo kuchelewa, tutachukua Biblia yetu takatifu, tutaenda kusoma katika kitabu ya Ufunuo sura yake ya 1 mstari wake wa 1 mpaka wa 3. Revelation chapter 1 verse 1 to 3. Apocalypse chapitre 1 verset 1 jusqu'à 3. Tutasoma katika kitabu ya Ufunuo sura yake ya 1 mstari wake wa 1 mpaka wa 3. Biblia inasema hivi: ufunuo wa Yesu Kristo aliyepewa na Mungu awaoneshe watumwa wake, ambao mambo ya kwamba hayana budi kuwako upesi, naye akatuma kwa mkono wa malaika akamuonesha mtumwa wake Yohana, ili awashuhudie neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, yaani mambo yote aliyaona. Heri asomaye na wao wasikiao maneno ya unabii huyu na kuyashika yaliyoandikwa humo, maana wakati ukaribia. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa tunaanza somo letu mpya, somo la eschatology, na ni somo ngumu kupita masomo yote katika kitabu ya Biblia. Kwa nini? Nitakwambia na nitakuonesha. Biblia inasema, mahali tumetoka kusoma maandiko matakatifu, mtumishi wa Mungu kati ya mitume 12 ya Yesu kwa jina yake Yohana. Na Yohana alikuwa mtume wa Yesu, na baada ya kuwa mtume wa Yesu na maneno ya Mungu ilipoendelea, wenzake walipouawa, yeye alibaki, na watu walikuwa naokoka kupitia yeye, na hivi wakaamua kumshika. Na walipomshika walipenda kumuua. Wakachemsha pipa ya mafuta ya lita 200, wakamtumbukiza ndani ya pipa ya mafuta 200 ya lita 200, lakini haikumfanya kitu chochote. Na hiyo inadhibitisha tu maandiko yanayosema katika kitabu ya Isaya 54:17, kila silaha itainuka juu yetu. Mtumishi wa Mungu hahitaji kuogopa chochote. Mtumishi wa Mungu hahitaji kuogopa yeyote, kama kweli bado anasimama na maneno ya Mungu. Tutaanza kuogopa waganga, tutaanza kuogopa wachawi, tutaanza kuogopa nguvu ya Mungu ya giza wakati tunaacha kusimama na maneno ya Mungu. Na Biblia inasema kila silaha itainuka juu yetu haitafanikiwa, na kila ulimi itapenda kutuhukumu, sisi tutaihukumu. Na walipofeli, walipomtupa ndani ya pipa ya mafuta ilimchemka, akuungua, haikumfanya kitu chochote, wakaamua kumtoboa macho. Kwa macho yake ya kimwili ilikuwa imekufa, na wakaamua kumpeleka katika kisanga ya Patmos. Na lengo ya kumpeleka katika kisanga ya Patmos ilikuwa mambo 2. Number 1, kisanga ya Patmos kulikuwa simba wengi, ataliwa na wanyama. Number 2, kama ataliwa na wanyama, hakukuwa chakula, atakufa na njaa.
Na hivyo Yohana alipopelekwa kule, lakini karani wake, sekretari wake, mtumishi wake wa karibu akasema mahali bosi atakufa na mimi nitakuwa pale. Kwa hiyo walienda kumwacha pale, lakini hapo ndio watu wamemwachia. Na mara mingi mahali watu wametuachia, hapo ndio Mungu anatuchukulia. Mahali madaktari wametuachia, hapo ndio Mungu anatuongea na sisi. Wakati familia inatuacha, hapo ndio Mungu. Wakati hujaachwa na watu, bado hujamuona Mungu. Kubali marafiki wa kuache, kubali mashangazi wa kuache, kubali familia ikuache, kubali watu wa kuache, lakini hapana kwa maisha yako kukubali hata siku moja mbingu Mungu apate kukuacha. Sasa alipoachwa hapo, ndio Mungu akafanya nini? Akatokea. Ndio Biblia inasema Mungu ufunuo. Unasikiliza? Biblia inasema ufunuo wa Yesu, revelation, ufunuo wa Yesu. Lakini ufunuo wa Yesu mwanzo haukuwa wa Yesu, ni ufunuo wa Mungu. Mungu ndio ana revelation, ufunuo zake, na akampa mwanae Yesu. Na sababu ya kumfunulia Yesu haya mambo, Yesu naye kwa upande yake anafunulia watumishi wake, na wewe na mimi ni mtumishi wa Yesu. Kwa hiyo tunafunuliwa mambo. Tukisema tu ufunuo ni kitu kimefichwa, sasa unafunuliwa, unaoneshwa kile kitu kilikuwa kimefichwa. Na hiyo ufunuo wa Yesu anaopea watumishi wake, mtumishi wa kwanza atuma apewe hayo, akampatia na Yesu akapatia malaika. Na lengo ya kumpatia malaika ufunuo, amletee mtumishi wake wa kwanza apate hii revelation. Kwa jina yake nini? Yohana. Na alipomletea Yohana hiyo ufunuo, kusudi kanisa, watumishi, watu wote wa Mungu wale wamempokea Yesu kuwa Bwana na mkombozi wa maisha yake, wapate kufunuliwa haya mambo. Hasa neno eschatology inatokana na lugha ya Kiyunani, Greek word. Wayunani wanaita eskato, eskatos, log. Neno eskato, eskatos, maana yake last, mwisho, mambo ya nyakati ya mwisho. Hiyo logo, hiyo logi, nikisema logos, ni elimu. Tunaposema eschatology, elimu ya mambo ya nyakati ya mwisho. Kwa hiyo kitabu ya Ufunuo iko natufunulia mambo ya nyakati ya mwisho. Na kama tunafunuliwa mambo ya nyakati ya mwisho, sisi kanisa tuna kila sababu, sisi watumishi wa Mungu tuna kila sababu kufunzwa kuhusu mambo yajayo, ficha. Unisikilize, maisha ina sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ya maisha kimwili, hivi nisikilize, na kimwili na kiroho. Maisha na sehemu tatu. Lakini sehemu ya muhimu kupita sehemu yote ni sehemu ya mwisho. Kuna maisha sehemu ya kwanza, past, mambo iliyopita. Na mambo iliyopita tunaita sasa inakuwa history. Kuna maisha sehemu ya pili, mambo ya sasa, present, mambo tunayaishi. Na maisha sehemu ya tatu, future, mambo ijayo. Na kibinadamu tukiwa hapa duniani tunapambana usiku na mchana kuhusu ficha zetu. Ficha ya watoto wetu, ficha ya kazi yetu, ficha ya ndoa yetu, ficha ya biashara yetu, ficha ya huduma yetu, ficha ya makanisa yetu. Tunaipambana usiku na mchana kimwili. Lakini inapofika katika ulimwengu wa kiroho, watu tunapambana sana kuhusu ficha ya vitu vya kimwili, lakini atupambane sana kuhusu ficha ya vitu ya kiroho. Kwa nini? Kwa sababu pia atufunzwe kuhusu ficha ya vitu ya mambo ya kiroho. Unisikilize vizuri. Mambo iliyopita, history, hauwezi kuichange, inabaki kuwa hivyo. Kama ulizaliwa kijijini, hauwezi kuichange kuanza kuandika sema ulizaliwa kama mjini, never. Kama ulizaliwa kwa familia maskini, hauwezi kuichange kuanza kusema wewe ulizaliwa kwa familia tajiri. Kama ulizaliwa ukiwa, nisikilize, kama ulizaliwa ukiwa mzungu, hauwezi kuichange na kuibadilisha kwamba ulizaliwa ukiwa mweusi. History hawaibadilishe, future past haibadilishwe. Present ni mambo tuko naishi kwa sasa ya leo. Lakini kitu mtu anaweza kuchange
mtu anaweza kuchange feature. Ulizaliwa kwa familia maskini, lakini unakufa kwa familia tajiri. Ulizaliwa kijijini, lakini unakufa ukiwa katika mijini. Sasa kwa hivyo kama tunapambana kuhusu feature ya kimwili, kwa hivyo watu pia tulihitaji kupambana kuhusu feature ya kiroho. Lakini tunapambana sana kwa feature ya kimwili na tunafanikiwa kwa sababu tunafunzwa, tunaelekezwa, tunaoneshwa jinsi mtu anaweza kufanikiwa siku ya baadaye. Lakini inapofika katika mambo ya kiroho, hatufunzwe, hatuelekezwe kuhusu mambo itakatokea siku ya baadaye. Ndio somo hii inaitwa eskato, na ndio maana inaitwa ufunuo. Kwa sababu past history si ufunuo tena, ni kitu umeishi, umeiona, haiwezi kuitwa ufunuo. Present haiwezi tena kuitwa ufunuo, ni kitu tayari uko unaishi kwa sasa. Lakini mambo ijayo lazima upate kufunuliwa, ndio unaweza kujua kutatokea hiki, kutakuwa hiki, kunakuwa hiki na hiki. Na aliye una ufunuo, aliye na feature si shetani. Shetani anajua past na present. Lakini aliye na feature peke yake, feature ya kimwili, aliye na feature peke yake, feature ya kiroho ni Mungu. Na ndio maana Biblia inasema ufunuo huu ulikuwa ni wa Mungu. Mungu ndio anajua kesho kutakuwa nini, mwaka ujao kutakuwa nini, baada ya miaka 50 kutakuwa nini, baada ya miaka 10 kwa maisha kutatokea nini na nini na nini. Sasa ufunuo, hii revelation kwa Mungu haiko ufunuo kwa sababu yeye anajua yote, lakini inaitwa ufunuo kwa sababu ameificha. Biblia inasema katika Kumbukumbu ya Torati 29, Deuteronomy 29, Deuteronomy 29. Biblia inasema kinaofichwa ni cha Mungu na kinaofunuliwa ndio chetu. Sasa kwa Mungu si ufunuo, lakini kwa mwanadamu kuanzia Yesu tunasema huyo mtu aliyekuja kutuokoa sisi duniani, kwake ilikuwa secret, mtu ajue kila kitu. Sasa hii ufunuo wa Mungu akamfunulia mwanawe Yesu. Kwa nini? Kwa sababu huyu alimtii, alikubali kuja kufa kwa ajili yetu, akamfunulia mambo ijayo. Na lengo ya kumfunulia mambo ijayo si kwamba ikwame na isimamie kwa maisha ya Yesu, lakini Yesu naye apate kufunulia watumishi wake. Sisi sote tumekombolewa na damu ya Yesu, tunaitwa uzao ya kikoani. Yesu alituokoa kusudi sote tupate kutumikia ufalme wa Mungu. Kwa hiyo sote ni watumishi wake. Kama umeokoka, haijalishi jana, haijalishi mwaka mmoja ilipita, haijalishi miaka 10 ilipita, na ukisoma pale Ufunuo 1 tu ukishuka chini sababu kwa sababu sisi ni familia ya kikoani. Yeyote ameokoka kwa ajili ya kupata kutumikia ufalme. Sasa Yesu alipopewa hiyo ufunuo, anaoneshwa yale mambo itakayotokea, haina budi kutokea. Biblia inasema na yeye kwa upande wake akatumia watumishi wake, na mtumishi wa kwanza alianza kumtumia, akamtumia Yohana, na akatuma hiyo ufunuo akapatia malaika, na malaika akamletea nani? Yohana. Sasa kuna kuwa hatari, unisikilize. Kama utakuwa umeokoka, uko mtumishi wa Kristo, Mkristo, na kama utawahi kusikia kuhusu mambo ijayo, na ndio Biblia inasema pale msema eri, unisikilize, wanasema eri mtu yule atakayesoma, number 1. Number 2, kwa hiyo mimi vile niko naisoma hapa ni eri, na kanisa yote itakaokosa kusoma kuhusu kitabu ya Ufunuo, inapotoka neno eri inageuka neno ole. Sasa eri mtu yule atakayesoma, eri mtu yule atakayesikia. Kwa hivyo kuanzia leo unataka kuanza kusikia hiyo somo ya eschatology, mambo ya nyakati ya mwisho, mambo inayopasha kuja, haina budi kutokea, upende usipende, inatokea. Na Biblia inasema eri, kando ya eri yule atakayesikia, eri yule atakayesoma, Biblia inasema pia eri yule atakayetii, atafanya sawasawa kulingana na vile neno ya Mungu isasema. Sasa Biblia inasema, unifuate vizuri na unisikilize vizuri. Kwa hiyo ufunuo ni wa Mungu,
na Mungu akampatia Yesu. Kwa Mungu si ufunuo, ni vitu anajua. Kila kitu iko natokea hapa duniani kwa Mungu ni filamu, ni vitu ilifanyika zamani katika ufalme wa mbinguni. Lakini ukisoma hata siku Yeremia alipokuwa na Mungu alipomtenga kuwa nabii, Yeremia akasema yuko mtoto mdogo. Mungu amwambia, kabla hujakuwa ndani ya tumbo ya mama yako nilikujua. Kwa hivyo kabla ya baba yake na mama yake na Yeremia kuoana, mbinguni walikuwa na Yeremia. Siku baba yake na Yeremia na mama yake Yeremia walipendana, mbinguni ni filamu ya zamani, vitu vilipita zamani. Sasa kwa Mungu hakuna kitu ufunuo. Kwa Mungu kila kitu ni kitu ameplani na amekiweka tangu misingi ya ulimwengu. Lakini kuanzia kwa Yesu Kristo, kwake na kwa ni revelation. Kuna tofauti ya mwana wa Mungu na kuna tofauti ya Kristo. Hiyo mwili iliyovaa kwa kuja kutukomboa ndio inaitwa jina yake Yesu Kristo. Sasa akapatia hiyo ufunuo, na baada ya kumpatia Yesu hiyo ufunuo, Biblia inasema Yesu naye akatugawia sisi sote tuliokombolewa na damu ya Yesu, watumishi wake, tupate kujua mambo ijayo. Lakini kanisa mara mingi inakwamia kwa mambo iliyopita. Si mbaya kuongelea kuhusu historia, kuhusu vile Ibrahimu, wakati wa Ibrahimu, wakati Isaka, wakati wa Yakobo, lakini hiyo ni past. Si mbaya pia kuongelea kuhusu mambo ya sasa, vile kanisa inaendelea, vile kazi ya Mungu inafanywa. Lakini ni mzuri sana maisha, tunajenga maisha ya ficha ya baadaye. Iwe maisha ya kimwili tunajenga ya ficha, iwe maisha ya kiroho tunajenga ya ficha. Hatujenge vitu ya past. Hatuwezi kubadilisha past, lakini tunaweza kuchange ficha yetu. Sasa Biblia inasema Yohana akapewa, akaoneshwa, akafunuliwa hiyo kitabu, akafunuliwa mambo ijao. Lakini anafunuliwa si na macho ya kimwili, kwa sababu tayari macho ya mwili alikuwa ametobolewa. Lakini macho iliyokuwa wazi ni macho ya kiroho. Kwa hiyo na macho ya kiroho ndio alikuwa anaona kila kitu. Tunasikiliza, mambo ya kimwili inaamuliwa kimwili, na mambo ya kiroho inaamuliwa kiroho. Na maombi yetu na dua yetu ni kwamba kando ya sisi kuwa natembea na macho ya kimwili, lakini kwa sababu tumekombolewa kwa damu ya Yesu Kristo, watumishi wa Mungu sana wale wamekombolewa na damu ya Yesu, macho yao ya kiroho inahitaji kuwa wazi. Kama macho yako ya kiroho haiko wazi, ukienda Marekani unaona kama unafika sehemu sahihi. Kama macho yako ya kiroho haiko wazi, ukienda Ulaya unaona fika kama sehemu sahihi. Usiku nilikuwa naongea na watoto wangu wa Marekani, na vile wako napanga nianze kufundisha makanisa yao kwa online. Nikamwambia, unajua tatizo ya Marekani, kimwili barabara iko nzuri, kimwili uchumi iko nzuri, kimwili kila kitu wanaiseti vizuri, na kila mtu anaweza kutamani kwenda kuishi Marekani. Lakini spiritual thinking, ukiangalia na macho ya kiroho, Waafrika wenye wako Marekani hawapishane sana. Zaidi Waafrika wale walienda na katika mifumo ya kirefugee, na hata kando ya kirefugee waliojipeleka katika njia ya sawa, hawapishane sana sawa na Waisraeli walipokuwa Misri. Waisraeli walipokuwa Egypt walipokelewa na furaha. Lakini baada ya Farao ule alikuwa anamjua Yusufu, alipokufa, kulipoinuka Farao mpya, Biblia inasema hawa Waisraeli wakawekwa watumwa. Watumwa wa nini? Wa kufanya kazi. Wanatumika kazi asubuhi, mchana, jioni, usiku. Na hawa wa Misri, Waisraeli ndio walijenga dola ya Farao, na Farao kuwa Egypt kuwa superpower. Lakini wanaijenga kwa wanatumika asubuhi, wanatumika mchana, wanatumika jioni, wanatumika usiku. Na wakati Musa alitokea, kitu Musa alienda kumwambia Farao, mwambia Mungu anasema acha watu wangu, kusudi watu wangu wende kuniabudu na kunitumikia jangwani. Farao akakasirika. Kwa nini Farao anakasirika? Kwamba Musa anataka kuchukua watu wale wako najenga taifa ya Misri, wanaijenga asubuhi, wanaijenga mchana, wanaijenga usiku. Kwa hiyo wako busy na kazi ya asubuhi, mchana na usiku. Na Farao ni picha ya shetani, na shetani akakuweka busy na shughuli yake,
Kwa hiyo mwisho ya siku unasahau maneno ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo mzuri unapoenda Marekani, kimwili ni mzuri, lakini kitu utakiwa kugundua, asubuhi mko kazini, mchana uko kazini, maneno ya Mungu inafanya nini? Pisha. Na wakati mtu asikie maneno ya Mungu, apende usipende, huyo mtu hofu ya Mungu itafanya nini? Itatoka ndani yake. Wakati mtu asikie maneno ya Mungu, kwa sababu imani waja kwa kusikia. Na hiyo unapopewa hiyo mambo ya kazi, wanakuonesha kutumika asubuhi, kutumika mchana, kuna overtime, na utapokuwa na overtime salary yako itaongezeka. Kibinadamu ni nzuri sana, kwa sababu kama utatumika na overtime mshahara yako itakuwa chini, lakini utapotumika na overtime mshahara yako inaenda juu. Lakini pia mwisho ya siku hiyo pesa uipate, wanaikata kwa mabima ya aina mbalimbali. Mwisho ya siku unajikuta uko tu mtumwa, uko Marekani, lakini hauna kitu chochote. Lazima watu wa Mungu wafungue macho, wasijikute watu wanafikiri watu wako watumwa wa shetani tu kwa ulevi, watu wanafikiri wako watumwa wa shetani tu kwa umaskini, watu wanafikiri wako watumwa tu wa shetani kwa uzinifu. Lakini shetani anaweza kufanya mtumwa kwa kitu inaitwa kazi. Muda wa maneno ya Mungu hakuna, muda wa ibada hakuna. Sasa unakuwa mtumwa wa kazi, na kitu chochote kinamzuia mtu kupatikana katika uwepo wa Mungu. Upendo usipende, hiyo kitu inaitwa sanamu, unakuwa na abudu hiyo kitu. Na Mungu hataki waabudu kitu chochote. Mungu anataka wamwabudu yeye wa pekee. Kwa maisha yetu Mungu anataka achukue na nafasi ya kwanza, kazi ichukue nafasi ya pili, mke wako, watoto wako wachukue nafasi ya pili, ya tatu, familia yako ichukue nafasi ya nne. Chochote kile kinaanza kuchukua na nafasi ya kwanza kwa maisha yako na kuondoa na nafasi ya Mungu, kwa sababu hata hiyo kazi utaitumika ukiwa hai tu. Na Mungu akishaona kazi inakufanya ukose maneno ya Mungu, Mungu anaweza kusababisha mambo mbili. Unaweza kujikuta unakufa, unaweza kujikuta unajugua, hata muda wa kazi ndio inakosekana. Sasa Mungu anamfunulia Yohana kumuonesha mambo itakayokuja. Na katika hayo mambo itakayokuja tunataka kuongelea kitu ya kwanza, kitu tunasubiri, kufa. Habari ya kufa ishe. Sote tunasubiri hii mwili tuliumbwa nayo lazima ife, na mwili itapokufa maisha ya kimwili itaisha. Lakini maisha ya kimwili itapoisha, sio kwamba maisha ya kiroho itaisha. Na elewa, mtu si mwili, mtu ni spirit. Mwili ina mwanzo na mwili ina mwisho, lakini spirit haina mwanzo na haina mwisho. Itaishi maisha ya milele, aidha maisha ya milele ya furaha, aidha maisha ya milele ya mateso. Na kitu ya pili, ndio maana eschatology, mambo ijayo. Mambo ijayo tunasubiri kuhusu habari ya kifo ya kimwili. Mambo ijayo tunasubiri kuhusu habari ya hukumu, judgment. Mambo ijayo tunasubiri kuhusu hatima ya mwanadamu, dunia. Mambo ijayo tunasubiri kuhusu mbingu mpya na jehanamu. Mambo ijayo tunasubiri mwisho wa dunia. Na hiyo ndio mambo tunataka kuongelea kwa hii mwezi yote mzima. Tuongelee kuhusu habari ya kifo ya mwili na maisha kiisha kifo ya mwili. Tutaongelea kuhusu habari Yesu kuja kutawala dunia. Tutaongea kwa mwaka 1000. Tutaongea kuhusu habari ya hukumu. Tutaongea kuhusu habari ya mbingu mpya, na tutaongea kuhusu habari ya kuzimu. Tutaongea kuhusu habari ya mwisho wa dunia. Sasa hii ndio sote tunataka kujifunza kwa hii mwezi yote mzima, na ningetaka kabisa usikose kupatikana hata siku moja, kwa sababu umejifunza sana kuhusu historia, umejifunza sana kuhusu ficha ya habari ya mambo ya kimwili, lakini itakuwa mzuri sana ujue kuhusu ficha ya habari ya mambo ya kiroho, kwa sababu kiroho ndio milele, kimwili ina mwanzo na ina mwisho yake. Na umepambana tangu uko katika hii dunia, unapambana usiku na mchana kuhusu ficha ya mambo ya kimwili, lakini hatari kitu upende kujua tu, hiyo ficha ya mambo ya kimwili uko unapambana nayo ina mwisho. Unaweza kuacha matrilioni na matrilioni,
Wakina Mobutu walipambana kuhusu ficha ya kimwili. Wakina Gaddafi walipambana kuhusu ficha ya kimwili. Wakina ubiri maarufu walipambana kuhusu ficha ya kimwili. Lakini mwisho ya siku leo hatuna nao, hawako tena. Sasa ningekushauri usiwe kama hao. Historia inatufunza kusudi tujenge ficha kama wale waliopambana kuhusu mambo ya kimwili. Leo hawako tena. Yale vitu waliacha haiko kwa faida yao tena. Mambo walifanya haiko kwa faida yao tena. Sisi tuliokombolewa kwa damu ya Yesu na tulipokea Roho Mtakatifu, kwa hiyo tunahitaji kupambana kuhusu maisha mbili, lakini kubwa kupita yote tunahitaji sana kupambana kuhusu maisha ya kiroho. Na tunapambana katika maisha ya kimwili inyeko kwa muda, lakini tunapambana katika maisha ya kiroho iliyo ya uzima wa milele. Na Baba yangu wa mbinguni awabariki sana.